Msimamizi wa mirathi ni nani? Yawezekana hili neno msimamizi wa mirathi umekuwa ukilisikia sehemu nyingi sana, pengine kwenye familia imetamkwa au kwenye maredio au kwenye magazeti umekuwa ukiliona msimamizi wa mirathi, na ukawa unajiuliza kwamba hivi msimamizi wa mirathi ni nani? Lakini kabla ya kwenda kwenye kufahamu maana ya msimamizi wa mirathi, hebu kwanza tufahamu maana ya neno mirathi. Mirathi ni nini? Kwa kifupi, mirathi ni utaratibu wa kisheria ambao unajikita kwenye kusimamia mali za marehemu na kuzigawa kwa warithi halali wa marehemu. Hiyo ndio mirathi. Ni utaratibu wa kisheria ambao unajihusisha na kusimamia na kuzigawa mali za marehemu. Kwa nani? Kwa warithi halali wa marehemu. Sasa turudi kwenye swali la awali la huyo msimamizi wa mirathi ni nani? Msimamizi wa mirathi ni mtu ambaye kwa namna moja au nyingine anatambulika kisheria katika kusimamia mali za marehemu na kugawa stahiki sawa kabisa kwa warithi wa marehemu. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye sio mtu tu wa kawaida, ni mtu ambaye amepitia kwenye michakato ya kisheria. Sheria inamtambua kwamba yeye ndiye anayejihusisha na zoezi zima la kusimamia hizi mali na kuzigawa kwa warithi halali wa marehemu. Sasa baada ya kufahamu hizo dhana mbili za maana ya mirathi na msimamizi wa mirathi, unaweza ukajiuliza, huyu msimamizi wa mirathi ana sifa gani? Ni mtu yoyote tu? Maana ni mtu ana sifa gani? Msimamizi wa mirathi, sifa yake ya kwanza, lazima awe mtu mwenye umri zaidi ya miaka 18. Kwa nini awe na umri kuanzia miaka 18 kuendelea? Kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu, mtu yoyote ambaye yuko chini ya miaka 18 haruhusiwi kuingia kwenye michakato ya kisheria, na mirathi ni mchakato wa kisheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, au sifa yake ya pili, lazima awe anakubalika. Unaweza kujiuliza akubalike na nani? Akubalike na wasimamizi na warithi walio marehemu. Yaani hawa watu ambao ndio wanufaika lazima wamkubali kwamba huyu akiwa msimamizi wa mirathi ya marehemu, ndugu yetu, ya baba yetu, ya mama yetu, huyu bwana safi kabisa. Kwa sifa ya pili, msimamizi wa mirathi lazima awe ni mtu anayekubalika. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, lazima awe mwaminifu. Kwa sababu kama hautakuwa mwaminifu, huwezi kwenda kutenda haki. Kama huwezi kuamini au kuwa mwaminifu kwenye mali za marehemu ambaye hayupo, ameacha warithi, ameacha watu, kama huwezi kuwa mwaminifu, hawezi kuwa mtekelezaji mzuri wa dhana nzima ya kuwa msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo uaminifu ni jambo jingine muhimu sana. Lakini kingine ambacho ni cha msingi, lazima awe mwajibikaji. Kwa nini nasema msimamizi wa mirathi awe mwajibikaji? Kumbuka, wewe ni mtu ambaye unakwenda kusimamia mali za mtu ambaye amefariki, lakini mali hizi unahitaji kuzisimamia na kuzipeleka kwa warithi halali ili waweze kuzitumia. Lakini inawezekana wewe msimamizi wa mirathi unatakiwa uende mahakamani na ulikuwa na shughuli zako. Kama sio mwajibikaji, kama huwezi kujitambua kwamba hili ni jukumu langu, huwezi kuwajibika kwenye hizi pilika za kufuatilia mali za marehemu na kuzigawa kwa warithi halali wa marehemu. Kwa lazima awe ni mwajibikaji. Na msimamizi wa mirathi lazima awe na hofu ya Mungu kwa sababu huyu bwana atakuwa ameacha mali nyingi sana, na wewe ndio umepewa dhamana ya kusimamia na kuzigawa. Kama huna hofu ya Mungu, unaweza usiwatendee haki warithi halali wa marehemu. Lakini kipengele kingine ni kazi. Kazi au majukumu. Yaani ushakubalika na familia, wanakutegemea sasa, wewe ndio msimamizi wa mirathi. Kazi yako ni nini? Au majukumu yako ni nini? Jukumu lako la kwanza ni kwenda mahakamani kufungua mirathi. Kwa sababu utakuwa tayari na zile nyaraka, kwa unakwenda mahakamani, mimi ndio msimamizi wa mirathi wa marehemu fulani, nimekuja kufungua mirathi ya marehemu fulani. Kwa hiyo ndio kazi ya kwanza au jukumu la kwanza, kwenda kufungua mirathi. Hatua ya pili au jukumu la pili
ni kuhakikisha unakwenda kuzitafuta mali za marehemu, kwa sababu atakuwa ameacha mali. Anaweza kama ameacha shamba, ameacha nyumba, ameacha magari. Lazima utembee kwenda kuzitambua na kujiridhisha kwamba hii ni mali ya marehemu, kwa sababu huwezi kwenda kuanza kuishughulikia ili uigawe, au huwezi kuanza kwenda kuishughulikia ili uikabidhi kwa warithi wakati huna uhakika kwamba hii mali ni marehemu au la. Ujiridhishe, kwa sababu yawezekana uliambiwa ni shamba la marehemu, lakini je, kama liliuza kabla ya kufa? Lazima ujiridhishe. Unaweza kuambia ile gari pale ni ya marehemu, lakini je, pengine liliuza? Kwa hiyo lazima ujiridhishe kwamba kweli hii mali ambayo unakwenda kuisimamia ni mali sahihi ya marehemu. Lakini kingine ni lazima uweze kuwatambua warithi halali wa marehemu, kwa sababu huwezi kuzigawa mali kwa watu ambao kumbe si warithi wa marehemu. Inawezekana wakaibuka watu wakasema na wao ni watoto wa marehemu. Lazima ujiridhishe kabla hujasimamia na wao waweze kupata hizo mali. Lazima ujiridhishe kwamba kweli hawa ni watoto wa marehemu. Na haya mambo yapo. Wewe uje kusikia msibani wanatangaza kuna mtu yote anayemdai marehemu? Kuna mtu yote ambaye anaswali yote kuhusu marehemu? Lengo ni kwamba watu wajitokeze, watu wafahamu. Au hujawahi kusikia baada ya mtu kufariki wanakuja watoto wengine wanasema hawa nao ni watoto wa marehemu? Kwa hiyo wewe msimamizi wa mirathi, ni wajibu wako au ni moja ya majukumu yako, lazima ujiridhishe kwamba je, hawa nao wana haki ya msingi ya kurithi mali za marehemu? Na kama hawana sifa, ina maana unaachana nao. Lakini kama wana sifa, lazima wewe msimamizi wa mirathi uhakikishe wanaingia kwenye mchakato wa kutambulika kisheria kwamba na wao ni warithi halali wa marehemu na wanastahili kuwa sehemu ya kurithi mali ya marehemu mpendwa wao. Lakini nyingine, jukumu lake ni wewe kama msimamizi wa mirathi, ikatokea marehemu aliacha madeni. Hapa nazungumzia aidha anadai au anadaiwa. Ni jukumu lako msimamizi wa mirathi kuhakikisha madeni yote ambayo marehemu alikuwa anadai unayafuatilia na yalipwe. Na kama palikuwa na madeni ambayo marehemu alikuwa anadaiwa, busara inatuongoza kwamba ni vyema madeni kwanza yalipwe kabla ya mchakato wa kugawanya mali za marehemu. Kwa nini yalipwe kwanza? Kwa sababu kama marehemu alikuwa anadaiwa fedha, lakini kuna nyumba aliacha, ile nyumba imeuzwa, fedha wamegawana warithi wote, lile deni nani atalipa? Kwa hiyo ustaarabu mzuri ni kwamba kabla ya kugawa zile mali, ni vyema kama kuna madeni yalipwe kwanza, ili mchakato wa kugawa mali ukianza pawe hakuna madeni yanayodaiwa. Hayo ni majukumu ambayo msimamizi wa mirathi lazima ajue yanamhusu. Lakini jukumu lingine ambalo linamhusu msimamizi wa mirathi, baada ya mchakato mzima sasa wa kugawa mali za marehemu, na ukajiridhisha pasina shaka kwamba hakuna deni anayodaiwa marehemu, hakuna deni anayodai marehemu, na warithi halali wote wa marehemu wamekwisha pata stake zao, unatakiwa kuandika taarifa na kurudi mahakamani kufunga mirathi. Mirathi haishi milele. Msimamizi wa mirathi, ukishamaliza kazi yako ya kugawa mirathi, lazima uandike taarifa ya mchakato mzima ulioufanya kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho, na jinsi zile mali ulivyozigawa. Narudi mahakamani kwa ajili ya kufunga mirathi. Mpaka hapo tumeelewana. Tumalizie kipengele kinachosema changamoto. Zipo changamoto nyingi sana ambazo kwa namna moja au nyingine zinaweza zikamchafulia sifa huyu msimamizi wa mirathi. Tuzifahamu. Changamoto ya kwanza ambayo inajitokeza, wasimamizi wa mirathi baadhi wanakuwa hawana mawasiliano mazuri na warithi wa marehemu. Yaani kabla hajateuliwa alikuwa na mawasiliano mazuri sana na warithi halali wa marehemu. Kama